kwa ajili ya mwaka 2026. Twende pamoja katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Pamoja ya makini kusikiliza, kwa sababu sihubiri, nitakuwa naeleza tu. Kutokea nikihubiri, basi ni pale Roho Mtakatifu amenishukia. Kitabu cha Yoshua kama Joshua sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Mwelekeo wa mwaka 2026. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakuwa mpaka wenu. Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Mstari wa 7 na wa mwisho. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako na usafiri. Haya ni maneno ya Mungu anazungumza na Yoshua baada ya kuwa Musa amemaliza kazi yake, amemaliza majukumu yake, na Musa amelala. Baada ya Musa kulala, na kabla Musa hajalala au hajafa, Mungu tayari alikwisha mwelekeza Musa kwamba amwite Yoshua na amrithishe, amruhusie, amwekee mikono, kwa maana ndiye anayekwenda kuwarithisha wana wa Israeli nchi ya Kanaani. Kwa baada ya Musa kuwa amefariki, ndipo sasa Mungu anamtokea Yoshua, anampa majukumu ya kuanza wajibu wa kuwaongoza wana wa Israeli kwenda katika nchi ile aliyokuwa amewapia baba zao, kwa maana nchi ya Kanaani.
anampa maelekezo, amezungumza naye kama tulivyosoma hapo. Lakini mstari wa 7, hapo ndipo pa kuzingatia sana. Mstari wa 7, twende pamoja. Mstari wa 7, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au mkono wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Haleluya. Mungu anamwambia Yoshua, anamwambia uwe hodari na mwenye ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria. Neno sheria ni maelekezo. Uangalie kutenda sawasawa na sheria na maelekezo au na maagizo aliyokuamuru mtumishi wangu Musa. Anasifiwe. Nisema hivi kwamba mara zote Mungu alipotaka kutuma ujumbe kwa watu wake, alipita kwa kiongozi. Alikuwa anazungumza na Musa, anamwambia Musa, nenda kawaambie watu wangu Israeli, uwaambie hivi. Musa anachukua maneno, anachukua maelekezo kutoka kwa Mungu, anakwenda kuambia wana wa Israeli. Haleluya. Utaratibu wa Mungu umeendelea hivyo, na hata wakati ambapo Israeli walipokuwa wanakuwa kwenye changamoto, wanakuwa kwenye tatizo, walipokuwa wanalia, hapo tunafanyaje? Musa alikwenda kwa Mungu, akamuuliza Mungu, tunafanyaje hapa? Anatafuta maelekezo kutoka kwa Mungu juu ya watu wake. Anasifiwa. Maelekezo ya Mungu anayoyatoa kwa watu wake kupitia kiongozi, kupitia madhabahu, kupitia nabii, kupitia kuhani, hayo ndiyo yanayoweza kumfanya mtu akastawi. Ndio maana nasema angalia kutenda sawasawa na sheria aliyokuagiza mtumishi wangu Musa, upate kufanikiwa sana kila uendako. Mafanikio ya Yoshua pamoja na Israeli yalikuwa ni kufuata maelekezo ambayo Mungu alikuwa amewapa Israeli kupitia Yoshua. Haleluya. Na wanajiuliza ya kwamba tutavukaje hii bahari? Tutavukaje bahari hii? Bahari imesimama mbele yao, na wanataka kuendelea na safari kama vile ambavyo wewe unataka kuendelea na safari, lakini mbele unaona kuna bahari imesimama mbele yako. Unafanyaje? Unaona kuna kizuizi kimesimama mbele yako, huna namna ya kupita, huna namna ya kufanya. Unafanya nini? Kama ilivyokuwa kawaida ya wana wa Israeli,
Shamu, Mediterania. Kumbe huku nyuma, wakati walipoondoka, Farao amewaachia. Farao baadaye akaanza kujiuliza, akawaita watumishi wake, akawauliza, tumefanya nini kuwaruhusu hawa watu waende zao wasiendelee kututumikia? Wakasema, na twende tuwafuate. Farao akaandaa jeshi lake, akaandaa farasi, yeye pamoja na panda farasi na askari wenye silaha wakaanza kuwafuatilia wana wa Israeli. Kwa nini wameondoka? Kwa nini tumewaacha? Wameingia 2026. Kwa nini tumewaacha? Kwa nini tumewaacha wasitutumikie? Twende tuwafuate. Wakaanza kuwafuata, wakawafuata, na hii ndio kawaida ya Shetani. Kawaida ya Shetani, unapokuwa umeanza safari, unapokuwa umefanikiwa, unapokuwa na furahi, uelewe kwamba Shetani anawaza ya kwamba mtu huyu kwa nini anafurahi? Kwa sababu furaha ya Shetani ni kuona wana wa Mungu wanakuwa wenye huzuni. Hiyo ndio furaha yake. Hafurahi kuona umeshinda, hafurahi kuona una furaha, unashangilia, unasema Yesu ni Bwana. Hafurahi. Kama vile ambavyo Farao alivyojiuliza akasema, tumefanya nini? Mbona tumewaruhusu waende zao? Ndivyo ambavyo hata leo Shetani anawaza kwa ajili yako. Kwa nini tumemruhusu huyu binti ameingia 2026? Na ndio maana kuna watu wakashangaa, kuna mambo yameanza kuchanganya, yameanza kuwa mazuri. Unashangaa baada ya muda kidogo mambo yanaharibika. Kwa nini yanaharibika? Yule adui aliyekuacha ikawa umechomoka, umekwenda kwenye mafanikio, anaanza kuwaza, anasema mtu huyu lazima tumrudishe kwenye umaskini. Hapo ulipo, hapana kujisahau. Haleluya, haleluya. Hapo ulipo, hapana kujisahau. Napoona amani ipo, uharibifu utokea. Kwa napoona na furaha, napoona mambo yanaenda, lazima akili yako ikwambie kwamba nyuma kuna adui yuko ananifuata. Umevuka 2025, hakukuweza. Umeingia 2026, anasema wewe tumemshinda 2025 na twende tumfuate 2026. Tuhakikishe tunamrudisha kwetu. Wakaanza kuwafuatilia, wakatembea, wamefika wakati Israeli wameweka kambi, wanajiuliza tunasongaje mbele. Walipogeuka nyuma, kuna Biblia inasema walipogeuka nyuma, wakayainua macho yao, wakaliona jeshi la Farao liko nyuma yao. Bwana tusaidie. Biblia inasema walipogeuka nyuma, wameona jeshi la Farao na askari na farasi na magari yao ya vita. Biblia inasema wakamlilia Musa, wakaanza kumwambia Musa, umefanya nini? Mbona umetuleta tuje tufie hapa? Hawana namna. Wanapotazama mbele kuna bahari, wanapogeuka nyuma kuna jeshi la Farao, wanaangalia kulia kuna mlima, wanaangalia kushoto kuna mlima. Hawakuwa na namna nyingine, hawakuwa na uwezo wa kukimbia. Utakimbilia wapi? Nyuma kuna adui, mbele kuna bahari, huku kuna mlima, huku utakimbilia wapi? Wakasema, Musa, kwa nini umetuleta tufie hapa?
umetuleta hapa tufe. Musa kama ilivyo desturi yake alijua kwenda kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Alijua majibu, utatuzi wa changamoto hii haipo kwenye akili. Watu hawa wanaolia wanasema, kwa nini tuleta hapa tufe? Sina uwezo, sina akili, sina uwezo wa kuwasaidia watu hao. Musa alijua kwenda kwa Mungu. Tumishi yote wa Mungu, haleluya, anapoongoza watu, yeye hana majibu. Majibu yapo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika kitabu cha Yeremia Biblia inasema, laiti kama watu hao, manabii hao, wangekuja kwenye baraza langu mimi, wangekuja mbele zangu mimi, ndipo ningewapa maneno yangu, wakaenda kuwasikizisha watu wangu ili kuwatoa katika uharibifu. Kwenye baraza la Mungu, kwenye moyo wa Mungu, ndipo ambapo mtumishi wa Mungu anapaswa kwenda kule na kwenda kuchukua maelekezo ya Mungu juu ya watu wake. Anatusaidia. Musa alipokwenda kwa Mungu, Mungu akamwambia Musa, acha kulia, waambie wana wa Israeli wasiogope. Haleluya, haleluya. Ukienda kwa Mungu, watu wakati wana mashaka, wakati watu wanaogopa, wanasema tunafanyaje? Lakini ukienda kwa Mungu, anasema waambie wasiogope. Waambie waendelee mbele, wasiogope. Maana hawa Misri wanaowaona hawatawaona tena. Musa akamwambia Israeli, akasema, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Nami nikutangazie mchana wa leo, usiogope. Juu ya hofu ulionayo, juu ya mashaka ulionayo ya kwamba kuna adui yuko ananifuata, kuna watu wamekunenea mabaya, maneno yao yanakufuata, nao naogopa, nimekuja kukuambia asubuhi ya leo, ili neno litokalo kwa Bwana ya kwamba usiogope. Hao maadui unaowaona wanakufuata, hizo ndoto mbaya zinazokufuata, nimekuja kukuambia hautaziona tena, maana Jehova atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya, mtajua yuko Bwana anaishi. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, mchana wa leo, wacha kuogopa. Maneno ya watu yasikuogopeshe, maneno ya madaktari yasikuogopeshe. Hauna fedha, usiogope. Mama yangu, usiogope. Nimekuja kukwambia asubuhi ya leo, usiogope. Au wanaokutisha, usiogope. Umeota ndoto mbaya, usiogope. Maneno yao, usiogope. Yuko Bwana. Barikiwe Bahati, nasema yuko Bwana, atakupigania nawe utanyamaza kimya. Mwisho wa siku utajua mimi Yesu ndio Bwana. Yuko Bwana naishi. Yuko mtu mmoja hapa anaogopa na mashaka, anasema 2025 imekuwa ni ya shida kwangu, ana wasiwasi 2026. Nataka nikwambie 2026 hayo majeshi ya Farao hautayaona tena. Hao wanaokuonea hautawaona tena. Sema amen, sema amen. Hao
wako kibiashara, wapinzani wako, usiogope kwa habari yao. Wanakwenda kwa miungu yao, sisi tunakuja kwa Jehova. Tunaye Jehova. Wanapokwenda kwenye madhabahu zao, madhabahu za Mungu asiyesema, si tunaye madhabahu ya Mungu anayeongea. Jehova Mungu wetu si kiziwi, Mungu wetu si bubu, Mungu haongei, wa kwetu anaongea. Ndio maana Elia akawaambia wale manabii wa Baali, akasema haleluya, barikiwe. Akawaambia manabii wa Baali, akawaambia muiteni Mungu wenu, maana bila shaka amelala, maana Mungu wetu sisi halali. Muiteni msikie, muone kama ataitika. Wakaanza kujichana chana viwembe, barikiwe sana. Wakaanza kujipiga viwembe, wanamuita Mungu. Nasema miungu, unapoteza muda. Unayekwenda kwa waganga wa kienyeji, unapoteza muda. Mungu haongei, lakini Jehova Rabo Ramasaka, Jehova yetu, yeye anaongea. Yeye anaongea. Anaongeaje? Anaongea kupitia manabii wake. Anaongeaje? Yeye anaongea kupitia makuhani wake. Mimi ni nabii ninayesimama mbele yako. Mimi ni kuhani wa madhabahu hii. Madhabahu hii ni madhabahu ya Jehova. Hakuna madhabahu isiyokuwa na kuhani. Madhabahu hii kuhani yupo, amesimama mbele yako, anakuambia usiogope. Nasema usiogope, tutakwenda juu kama tai. Nasema tutakwenda juu, tutakwenda juu. Mafanikio yako hayataota mbawa, utajiri wako hautaota mbawa. Kama umepewa, wewe umepewa. Aliyekupa yeye amekupa, naye ni Jehova. Utajiri wao unaota mbawa, utajiri wa Jehova. Heshima Mungu akikupa hayoti mbawa. Rikora masaka, wala usiogope. Nasema usiogope, hiyo imetoka. Ikirudi nini? Ikirudi panja, hiyo imetoka. Wewe utapanda juu. Nasema utainuka. Ili neno litokalo kwa Bwana. Nina ujasiri wa kukwambia maneno haya. Sijayatoa popote. Nimekwenda kwenye baraza la Mungu. Nimekwenda kule, Mungu akaniambia, waambie watu wangu, waambie maneno haya. Waambie wasiogope. Nasema usiogope. Nasema usiogope. Laiti kama watumishi wangu wangekuja kwenye baraza langu, ndipo ningewaambia maneno yangu ya kuwasikizisha watu wao na kuwatoa katika uharibifu, kuwatoa katika njia mbaya. Nasema katika liko Bwana amenituma kwako. Neno hili amenituma kwako, nikueleze neno hili, na neno hili halitamrudia Bwana bure. Usipoliamini litatoka kwako, litakwenda kwa mwingine. Maana neno la Bwana likija, lazima litimize mapenzi yake. Usipoliamini linakwenda kwa mwingine anayeliamini. Mimi nasema liamini neno hili, wala usiogope. Sema amen. Namwambia Mungu, mimi mbona Jumapili nikitaka kusema taratibu, nifundishe taratibu, kama nashindwa? Napofundisha hapa Ijumaa, hakuna siku ninajisikia vizuri kama nafundisha Ijumaa hapa. Nasema Mungu, hii Ijumaa naposimamaga hapa nafundisha taratibu. Hii ningetamani hata Jumapili hivyo. Roho Mtakatifu akaniambia, ni mimi huwa nakuja juu yako kwa ajili yetu. Hata leo nijipanga. Mwanzo kusema taratibu, nisikilize tu. Lakini sio mimi. Haleluya.
Nirudi kwa kipapa. Twende taratibu. Haleluya. Twende kitabu cha Yoshua sura ya 3. Yoshua 3 mstari wa kwanza, kwa sababu ya muda hatutasoma, lakini habari ndefu mpaka mstari wa mwisho watasoma kwa muda wako. Hapa ilikuwa ni wana wa Israeli baada ya kuvuka bahari ya Shamu. Musa, Mungu amewatokea. Tunafahamu kisa hicho namna kilivyokuwa, namna ambavyo Mungu alipasua bahari ya Shamu, maji yakagawanyika. Maana Mungu alimwambia, una fimbo, una nini mkononi mwako? Musa akasema, nina fimbo. Akasema, itwae hiyo fimbo, alafu ipige hiyo bahari, alafu bahari utaona ikigawanyika. Musa akaichukua fimbo, akaipiga bahari. Alipopiga ile bahari, maji yakaanza kugawanyika, yakaanza kutengeneza mlima upande wa kushoto, yakaanza kutengeneza mlima upande wa kulia. Jeshi la Farao liko nyuma. Haleluya. Musa, wana wa Israeli wakaanza kuiona bahari na kuwa nchi kavu. Musa akawaambia na makuhani, twendeni sasa. Wakaanza kupita kwenye nchi kavu, kwenye bahari wanapita. Haleluya. Wamisri walipoona wana wa Israeli wako wanapita, muujiza umetendeka, wakasema, na sisi twende tuwafuate. Haleluya. Twende tuwafuate kama wewe unavyofuatwa. Wanafuata njia zako, wanafuata mahali unapopita, na wenyewe wanataka wapite njia. Kuna njia ni ya watakatifu tu ndio wanayopita, waovu hawatapita hiyo njia. Haleluya. Ukiona mtakatifu anapita njia fulani, wewe muovu usitafute kupita na wewe hiyo njia. Kama ujui kitakachokupata, kasome Kutoka 14 yote, kaisome, utaona kilichowatokea jeshi la Farao. Wakasema, na sisi twende. Wana wa Israeli wakawa wanapita. Wanasifiwe. Mungu alichofanya, wana wa Israeli wakaenda kwa spidi, wakafika mpaka ng'ambo, wakaiacha bahari. Wanapoangalia nchi kavu, ile mahali palipokuwa na bahari kuna nchi kavu, wanaangalia, wanaona jeshi la Farao na wenyewe wako wanapita mule mule. Wakasema, tuafua na wenyewe wanapita. Kwa sababu walikuwa na magari yao ya jeshi, Mungu alichofanya, akayawekea uzito. Ni kama tairi vile zinaondolewa pancha, au gari imepata shida, inashindwa kutembea. Kwa hiyo yale magari yakawa yanatembea, lakini si kwa kasi. Kumbe Mungu alifanya tairi, aliwafanyia makusudi, ili kwamba wale jeshi la Farao wote waliosema sisi
hatuogopi, sisi tutawafuata. Akasema hawa nataka wote niwatukusie mahalini wote. Akawajaza kwenye target. Wale waliotangulia hawakufika ukingoni, wale waliokuwa nafuata nyuma wakamaliza, wakaiacha nchi kavu, wakajaa wote baharini. Maadui zako Mungu amewafanyia target, wapo kwenye target. Wakati wamejaa pale, Mungu akamwambia Musa, chukua fimbo, nyosha juu. Kainyosha juu, akamwambia piga hayo maji. Maji yameweka ukuta huko. Alipoyapiga, maji ya pande zote, ya huku na ya huku, maji ya bahari yote yakaanza kushuka, yote yakashuka. Jeshi la Farao lote na magari yao yote yalifia. Hao mnaowaona hamtawaona tena. Huyu ndiye Jehova. Nasema huyu ndiye Mungu. Huyu ndiye Mungu. Uliyemfuata ni mwaminifu, maana atafanya nini? Atafanya. Maelekezo. Wakaendelea. Mara zote Mungu alikuwa anatoa maelekezo kwa kiongozi juu ya watu wake. Wanapofika kwenye mto Jordan, wanafika Jordan, Mungu akamwambia
yanajitenga, yanakwenda huku, yanakwenda huku. Wakipiga hatua nyingine, maji yanaendelea kujitenga. Yoshua akasema njooni, wakaanza wakapita kwenye mto Jordan kwa kukanyaga tu. Haleluya, haleluya, amen. Lakini ni nini? Ni Mungu alitoa maelekezo kwa Yoshua kwa mbili. Haleluya, amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Manabii walitoa maelekezo. Ndio maana Yehoshafati anawaambia wana wa Israeli, watu wa Yuda, anawaambia muaminini Mungu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Mwaminini Mungu, ndivyo mtakavyothibitika, mtakuwa imara. Lakini waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Nabii au kuhani anakuja na maelekezo kwa ajili ya watu wa Mungu. Kufanikiwa kwa mtu wa Mungu ni kuheshimu, ni kutii, ni kuamini kile ambacho kuhani ama nabii ameelekeza kwamba tukifanya. Angalia kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru mtumishi wa Musa upate kufanikiwa sana. Hata watu wanapokwenda kwa waganga wa kienyeji, mtu yoyote anayekwenda kwa mganga wa kienyeji anakwenda kwenye madhabahu ya ufalme wa giza. Ile madhabahu ya ufalme wa giza pia ina Mungu, ila sio Mungu ujiona. Hakuna madhabahu isiyokuwa na Mungu na hakuna Mungu asiyekuwa na madhabahu. Wakienda kwa mganga, amekwenda kwenye madhabahu. Kwa mganga na yeye kama mganga wa kweli atapandisha mapepo, atafanya anayokuwa yeye, alafu atakuambia atakuwa
2026 kwetu sisi ni mwaka ambao kila mmoja akusudie, adhamirie kumgusa Mungu. Atakayegusa Mungu, huyo ndiye atakayeguswa na Mungu. Gusa. Mathayo 9 wanafunzi wa kina Petro wanamshangaa Yesu, wanasema mzee, makutano yote haya namna wanavyokusonga songa, unashangaa kuguswa? Wao walijua ni mguso wa kawaida. Haukuwa mguso wa kawaida, ulikuwa ni mguso wa mtu aliyesema moyo, nikigusa Yesu tu nimepona. Ambaye amehangaika miaka mingi, miaka 12 ametengwa na jamii, 12 miaka ametengwa na madhabahu. Ni najisi. Nikasema ametaabika kwa waganga wengi, mpaka pesa zimeisha. Amehangaika kama ambavyo umehangaika sana. Ulihangaika sana mwaka jana, umehangaika sana, lakini kuna kitu ukufanya. Hicho ndicho lipaswa ukifanya, kumgusa Yesu. Haleluya, haleluya. Biblia inasema mahali pengine, inasema maana alikuwa akiponya watu, na kwa sababu uwezo ulikuwemo ndani yake apata kuponya watu, wakamrukia, wakamgusa ili waponywe, na watu waliogusa wakaponywa. Bwana asifiwe. Dhamiria kumgusa. Hawa walikuwa na mgusa Yesu kwa sababu Yesu alikuwepo physical, yupo anaonekana. Na katika mavazi ya masihi wa Bwana, wote ambao walipakwa mafuta, yale mafuta walipopakwa, walipomiminiwa kichwani, yale mafuta yalikuwa yanachuruzika, yanakuja mpaka kwenye mavazi. Haleluya. Yanakuja kwenye mavazi, yanakuja kwenye upindo wa kanzu. Kule ndiko kulikuwepo na mafuta. Halo. Kwa ndio maana yule mwanamke alijua kwenye upindo wa vazi la Yesu, kule ndiko kuna mafuta, kule ndiko kuna upako. Halo.
Akasema hakutaka aguse mahali pengine. Ukitaka kumgusa Yesu lazima ujue Yesu nimguse sehemu gani, nimguse kwa kufanya nini. Yule mwanamke akasema mafuta yapo kwenye upindo, sio mahali pengine. Akasema nikigusa tu. Upako, nguvu ya Masihi ilikuwa kwenye vazi. Zaburi 133 mstari wa kwanza. Tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakikaa pamoja na kwa umoja. Ni kama nini? Ni kama mafuta yatokayo kichwani kwa Haruni, yanachuruzika kwenye ndevu na mpaka kwenye nini? Kwenye mavazi. Haleluya, haleluya. Kwa mwanamke alijua Elisha anaulizwa na Elia, anamwambia omba utakalo nikupe. Elisha akasema nataka upako wako maradufu. Elia akasema umeomba neno gumu, lakini utakaponiona nikiondoka, utakaponiona wewe mtihani wako kushinda kwako ni kuhakikisha unanifuatilia mpaka nitakapoondoka. Elisha akasema anataka upako, sinataka upako. Mimi nitamfuata kokote aendako nipate haya mafuta. Mafuta uyapati hivi hivi. Haleluya, haleluya. Mafuta uyapati hivi. Nisikilize vizuri. Ndio maana nasema nataka nianze leo. Sema ukianza utaondoka. Sasa sadaka itakuwaje? Mimi silengi sadaka. Mimi nalenga watu wasikie kutoka kwa Bwana. Haleluya. Sifanyi kama tunapora kwa sasa wafanyao tutaki sasa. Wasikosa usipofanya tutaki tutaondoka sasa. Sadaka hatutapata. Watakaobaki wakijua ibada ina sadaka au watabaki. Sisi tuulize mtu ambaye ananiambia mimi hapa nitachomoka hapa bila kutoa sadaka. Huyo atatoa tuende. Lakini mimi nataka usikilize maelekezo yatokayo kwa Bwana asubuhi ya leo, mchana wa leo. Nasema amen. Amen. Sema amen. Amen. Elisha akaanza kumfuata Elia. Manabii wanafunzi wanamwambia, wana manabii wanamwambia, unajua bwana wako anatwaliwa, usiende huko. Akasema ninajua, lakini niacheni. Elia akamwambia nataka kwenda Yordani, weka hapa. Elisha akasema popote utakapokwenda mimi nitakwenda. Anatoka Yordani anakwenda Gilgal. Utasoma vizuri kama sifanti vituo vizuri wote ndio kusoma vizuri. Anatoka sema hivyo toka Yordani. Elisha amemfuata Yordani. Alipomfuata Yordani, Elia akamwambia tena. Elisha akasema natoka hapa, nataka nende Gilgal, usinifuate mwanangu, utachoka. Akamwambia usinisini kuache, utakapokwenda wewe tutakwenda wote. Utakapoona, nakumbuka kila Mungu amemwambia nabii
unaponiona ninaondoka, umepata. Haleluya. Akaenda naye Gilgali. Alipotoka Gilgali akaenda Betheli. Akamwambia nakwenda Betheli sasa, usiende nami. Elisha akasema nitakwenda na wewe. Ilikuwa ndio kituo chake cha mwisho. Haleluya. Haleluya. Hakufumba macho Elisha, maana ameambia utakaponiona naondoka. Kwa hakukuwa na kulala. Elisha akiwa yuko macho, wako pembeni ya mto, akiwa yuko macho. Biblia anasema gari la moto likaja likamchukua Elia. Elisha akaanza kumwona Elia yuko anapanda juu. Kilichotokea, haleluya, wakati Elia anapanda juu, Biblia anasema kilichoanguka ni vazi. Elisha akaliendea vazi, akalikamata vazi, akasema nimelikamata vazi. Haleluya, haleluya. Akalishika vazi, anawaza arudi, kwa sababu vazi lile lile ndio lilipaswa mto wakapita. Wakati na yeye anarudi, Elia amekwenda, yeye anarudi alikotoka. Biblia anasema Elisha akalichukua lile vazi akaupiga ule mto. Alivyopiga ule mto, mto kagawanyika. Kilichogawanya ni nini? Kwenye vazi yalikuwemo mafuta, kwenye vazi ulikuwemo upako. Sema amen, sema amen, sema amen kwa jina la Yesu. Ndio maana sema Yesu wakati anaguswa alikuwa ni mwanadamu wa kawaida, hakuwa Mungu. Pale hakuwa Mungu. Haleluya. Mungu aliwacha. Alikuwa ni mwanadamu wa kawaida, alikuwa ni mtumishi wa Mungu wa kawaida. Ndio maana kitabu cha Marko kinamtaja Yesu kama mtumishi. Ndio maana kitabu cha Luka kinamtaja Yesu kama mwanadamu. Alikuwa mwanadamu 100%, lakini ndani yake alikuwa Mungu 100%. Mambo haya yanawezekanaje? Ninyi wa Kristo mnatudanganya. Inawezekanaje? Haya mambo hayakuhusu. Mambo ya rohoni hujulikana kwa watu wa rohoni. Usiyekuwa wa rohoni utayaelewa haya. Hii ni pilipili ya shamba. Pilipili ya shamba inakuashia nini? Sisi tunasema Yesu alikuwa mwanadamu 100%. 100% alikuwa Mungu. Utaki haleluya, haleluya. Nazungumzia upako kwenye pindo, kwenye vazi la mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, haleluya. Sikwambii uje niguse, ila ukisikia rohoni. Siku ukisikia, moja ya siri watu wasioifahamu ni kudhani kwamba watumishi wa Mungu mavazi yao ni ya kawaida. Mavazi yetu haya yamebeba mafuta. Amen. Wanachokosea wale ndugu zangu ni kuwafundisha watu kwamba njoo mniguse. Kumgusa mtumishi wa Mungu, haleluya, ni mpaka usikie moyoni kwamba nikigusa
koti la mchungaji, amen, nikagusa tu, nikagusa kiatu chake, nikaligusa shati lake, nikagusa tai yake, nikagusa lichonacho, nikigusa tu mpaka usikie moyoni. Simsikiaga Valentina, njoo Valentina, njoo. Tayari. Mpe microphone. Atuambie alifanya nini, kilitokea kitu gani baada ya hiyo. Amen. Sema ulifanya nini, kikatokea nini? Sikiliza. Yesu asifiwe. Siku moja wanawake tulikuwa tumeenda kule nyumbani kwa mchungaji. Mwenyekiti alisema wanawake twende nyumbani kwa mchungaji tukasaidia kufanya kazi za ndani za shughuli za pale nyumbani. Hata sisi tulipofika nilikuwa niko na Majudi yuko wapi? Na Majudi na wengine ndio tunafua nguo za mchungaji. Wakati nafua zile nguo, ghafla tu nilikuwa nasikia sauti ndani yangu. Wakati nafua zile nguo za baba, ilikuwa ni suti. Nikaanza kufua, nasema ninapofua hizo nguo za baba, nafuta kila kitu kinachonisumbua ndani yangu. Nilikuwa nafuta na tumesema hizi nguo ninazofua na upako hizi nguo ukatibu changamoto zangu zote. Nilikuwa na baadhi ya changamoto binafsi. Nikafua, wakati nafua naomba, nafuta sema hizi nguo ninapofua hivi ndio ninafuta matatizo, ninafuta changamoto zote. Yaani nikawa nanuiza na watu wote walikuwa wananisikia. Baadhi walikuwa wanaona kama natania. Lakini kweli wanaweza niliporudi nyumbani, yaani kila kitu kikawa kiko shwari. Sikiliza, aliporudi nyumbani kila kitu kikawa shwari kabisa, shwari kabisa. Sikuwahi kumfundisha, sikuwahi alifundishwa na nani, ila alisikia huyo. Nasema fursa hii. Naona kuna watu naona nataka muwe kama mimi. Amen. Hapo. Kuwa kama mimi sio rahisi. Muulize Joshua alikuwa anafanya nini kwa Musa. Wote ambao walikuja kuwa majayanti hawakuwa majayanti kwa kutabiriwa kwa Musa. Walikubali kuwa watumishi wa mtumishi. Angalia kutenda sawasawa na sheria aliyokuagiza mtumishi wangu Musa. Joshua alikubali kuwa mtumishi wa Musa. Elisha alikubali kuwa mtumishi wa Elia. Kila mtu hapa ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu hapa nilipaswa niwe mimi tu pekee yangu Festo. Afu wewe ulikuwa mtumishi wa Mungu. Kila mambo ni valu, kila mtu ni man of God, mtumishi wa Mungu, kila mtu. Napenda kuitwa watumishi wa Mungu. Kubali kuwa mtumishi wa mbele kwanza. Miaka yote mimi ndo napiga damu viatu. Watu wanataka kuwa kama mimi. Miaka yote nanyoosha mimi nguo. Alafu nataka kuwa kama mimi.
Haleluya, haleluya. Kubali kuwa mtumishi, kuwa mtumishi. Mchungaji, unajiinua sasa. Haleluya, haleluya. Mtumishi wa Mungu unaweza kumgusa kwa mavazi yake. Mtumishi wa Mungu unaweza kumgusa kwa kuangalia ni kitu gani mimi nikifanya. Mtumishi wa Mungu atageuka, atasema kuna mtu amenigusa. Ninamgusaje Mungu mpaka Mungu afurahi? Kumgusa Mungu ni kumfanya Mungu anacheka. Haleluya, haleluya. Ukafanya kitu ambacho kinaweza kikafanya mpaka Mungu akafurahi. Ukimgusa mchungaji ukafanya kitu ambacho mchungaji ama atafurahi. Yoshua na Kalebu wanasema ikiwa Mungu anatufurahia, halo, ikiwa Mungu anatufurahia atatuingiza kwenye ile nchi. Unafanya kitu gani kinachomgusa Mungu mpaka akafurahi? Aseme, ageuke, aseme kuna mtu amenigusa hapa, kuna mtu ametenda tendo amenigusa. Unafanya nini? Kumgusa Mungu ni kumgusa mchungaji kwa kufanya jambo ambalo litamfanya mchungaji atoe machozi, alie kwa sababu yako wewe, asikie huruma, asikie kukuhurumia. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana nikasema moja ya vitu ambavyo mtu anaweza akawa navyo akavitumia kumgusa Mungu, moja ya vitu hivyo nilisema ni machozi. Machozi. Usijizuie kulia. Kama machozi yanatoka, yaache yatoke, kwa sababu ndani yuko Roho anaelia. Aba ndani yetu analia. Machozi ya mtu yanatengeneza connection na Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Machozi yanamgusa Mungu, machozi yanamgusa mchungaji. Machozi, kuna mtu namuona analia. Ninapomwona analia, ukiniangalia utaona na mimi niko nalia. Kuna nyimbo zinaimbwa, kuna nyimbo zinaimbwa nyimbo, nasikia machozi analia. Nasikia kuna mtu hapa, wimbo huu, kuna mwanamke mmoja yuko analia hapa. Kinachoniliza, kuna dada yuko analia. Ndio maana anapoimba nasikia machozi yanatoka, na yazuia, inashindikana. Nakimbia ofisini, naenda nalia huko, narudi. Alafu nasema nilivyolia, aliyefanya nilie, Bwana wewe ndo kamguse. Nasema machozi kama yanatoka, yaache yatoke, iwe ya furaha, iwe ya huzuni.
Haleluya, haleluya. Wengine hapa muujiza ulioupata, baraka ulizozipata ni kwa sababu mimi nililia kwa ajili yako. Ulivyolia huzuni yako, walivyoimba nikasikia huzuni moyoni. Ndio maana Biblia inasema Yesu akalia machozi. Machozi. Nilimwambia Mungu, mimi nipe machozi. Kuna watu hela za kumpa Mungu tukamguza hatuna, muda wa kumtumikia Mungu hatuna, machozi na yenyewe hatuna. Mwambie Roho Mtakatifu ajae ndani yako, akijaa, haleluya, akijaa machozi yanatiririka. Biblia anasema Pita, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za shangwe. Hata kama unapanda huko wanalia, lakini wakati wa mavuno watacheka. Usiogope kutoa machozi, usiogope kulia. Yakija wewe lia, wakikucheka wewe acha kucheke, endelea kulia. Wakikubeba acha kubebe, endelea kulia, wewe lia. Unaweza kushika tama, shika tama. Usijifanye gangali. Shika tama. Ambaye hapaswi kushika tama ni mimi peke yangu ndio sitaki kushika tama. Kwa sababu ukiniona mimi nimekaa hapa, nimefanya hivi Bwana sema kama tu baba ndio hivyo. Haleluya. Ni mimi tu ndio sipaswi kushika tamaa. Alishika tamaa Elia amelala. Elia na upako wake amelala, amechoka, yupo pale anajiombea nafsi yake afe. Malaika anamkuta, anambia Elia, mbona uko hivyo mwanangu? Mbona umejichokea? Elia asema mbona nife? Akasema wewe Elia utakufa, nimekuja kwako, nimeona ulivyoshika tamaa, utakufa. Chukua chakula kinenda. Anafanya kokobi. Bwana asifiwe. Akapewa chakula mwendo wa siku 40 hakula tena, ila akalala kwenye pango, akajiombea, asema yatosha, mimi nife. Mimi sio bora kuliko wazee wangu, kama wao walikufa, mimi ni nani nisife? Malaika anamkuta pale, anambia mbona uko hapa? Nasubiri kufa. Anasema inuka wewe, kula chakula hicho. Kuna watu hapa hamtahurumiwa hapa bila kushika tamaa. Shikeni tamaa. Bwana asifiwe. Unaona kwa kuna ingilika hapa. Wewe njoo tulia, vyovyote vile ingia hapo. Yana tena malagala, wewe ingia hapo. Ingia vile ulivyo, uje hapo. Kama ni machozi, kama njoo. Hisia zako wewe zinanigusa mimi, zinamgusa Mungu. Dhamiria kumgusa Mungu. Dhamiria kufanya kitu kwa ajili ya Mungu. Mwaka jana ulifanya lakini hukudhamiria. Mwaka huu kusudia, sema nataka mwaka huu
nimguse Mungu. Dhamira yangu, nitafanya hiki, nitaomba, nitafunga, nitafanya nivyowezavyo, nitafanya chochote, nataka nimguse Mungu. Maisha yangu naamua hivi nitakavyoishi hivi, nataka niishi maisha ya kumpendeza Mungu. Maisha tu ya kumpendeza Mungu yatamgusa. Amua kumtii Mungu. Ninamgusaje Mungu? Amua kumtii Mungu. Ninamgusaje Mungu? Amua kuomba, kufa na kupona. Tengeneza ratiba, mpaka kwa ratiba hii nimejiwekea hii, nataka ratiba hii nitafutane na Mungu mpaka Mungu aseme. Achana na kuomba kule unaomba tu, unaomba kama unaombea ugali. Achana na hizo sala dakika 5 nilikuwa nafundisha Ijumaa hapa. Nasema umuhimu wa sala ya Bwana. Sasa tuko ni sala ya Bwana tu. Sala ya Bwana unaanza nayo alfajiri, unaanza nayo baadaye ukiingia kwenye magoti. Mama alikwenda sokoni, akirudi anakuta bado upo kwenye magoti, akirudi anakuta bado unagaragara, akirudi anakuta bado unanena kwa lugha, unaomba kama vile hujawahi kuomba, mpaka Yesu anasema lala sasa, ulivyoomba inatosha, lala sasa. Achana na maombi hayo. Omba maombi atakomgusa Mungu. Komba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Funga kama unakufa, usifunge maombi ya kujiua. Funga kama unakufa, acha ukongole kwa umekonda. Sema wachilia mbali nikonde. Kuna raha gani? Changamoto ni nyingi, mambo hayaendi, unaogopa kukonda. Mbona hizo shida zitaukondesha tu? Bwana asifiwe. Haleluya. Mwaka huu ni kufanya zaidi ya ulivyofanya mwaka jana. Mwaka huu ni kuishi zaidi ulivyoishi mwaka jana. Mwaka huu ni kumpendeza Mungu zaidi ulivyompendeza mwaka jana. Mwaka huu ni zaidi. Mwaka huu ni kufanya zaidi. Achana na mwaka jana. Mwaka jana nilifanya. Paulo anasema nayachuchumilia yaliyoko mbele na yasahau yaliyoko nyuma, na kaza mwendo niifikie mede ya thawabu ya thamani. Na yasahau yaliyo nyuma. Ulifanya vizuri mwaka jana, uliomba sana mwaka jana, ulitoa sana mwaka jana. Mwaka huu sahau ya mwaka jana. Mwaka huu ni mambo mapya. Mwaka huu ni mambo mapya. Fanya mambo mapya. Mungu atafanya mambo mapya kwako. Sema ishi, nasema ishi, amua kuishi kama mnadhiri wa Mungu. Ishi kama mnadhiri. Kila mmoja, haleluya, haleluya, aishi kama mnadhiri. Mnadhiri ni mtu gani? Mnadhiri ni mtu aliyekula kiapo cha kuishi maisha ya utakatifu. Mnadhiri ni yule
anasema sitafanya hiki, nitaishi maisha ya kumpendeza Mungu, nitamtii Mungu kwenye dogo, nitamtii Mungu kwenye kubwa. Hakutakuwa na neno dogo sitafanya, hakutakuwa na neno gumu sitalifanya, nitafanya yote. Ishi kama mnadhiri. Biblia inasema Danieli 1:8, Daniel akaazimu moyoni mwake asijitie unajisi kwa chakula cha mfalme. Akaazimu. Kuweka azimio ni wewe na weka azimio peke yako. Huweki azimio la kuishi maisha matakatifu na mke wako. Weka azimio la kumpendeza Mungu na mume wako na mzazi wako. Kuweka azimio la kuishi maisha matakatifu ya kujitenga na unajisi ni wewe peke yako naamua. Haleluya. Sitachelewa kwenye ibada. Amua ya kwamba mimi kuanzia sasa sitamgusa Mungu kwa kingine. Nitakachofanya cha kumgusa Mungu ni kuwahi tu ibada. Sasa kila kitu machozi ndo pesa za kumgusa Mungu huna, nguvu huna, muda huna, lakini kuwahi tu kwenye ibada kusema mimi mwaka huu ibada za katikati ya wiki nataka nimguse Mungu kwa ibada tu. Haleluya. Achana ibada hii kwamba kuna siku ni Jumapili mpaka Jumapili. Hizo huwezi kugusa Jumapili mpaka Jumapili. Kuna mtu Jumapili mpaka Jumapili. Kinachomfanya mtu mwingine amguse Mungu sio ibada. Kinachomfanya amguse Mungu anatumia kile alicho nacho. Ana nguvu, ana pesa, ana hiki. Asa nitatumia hiki, nataka nimguse Mungu. Bwana asifiwe. Ishi maisha ya kwako ya utakatifu. Usiishi maisha ya mtu mwingine. Mahusiano ya wewe na Mungu ni ya kwako wewe na Mungu peke yako. Mimi naweza nikaenda mahali, lakini wewe unasema pale mimi sitaenda. Haleluya. Ndio maana kuna mwingine anaenda baa anaenda haji pombe, anaenda kunywa soda tu. Anakunywa soda. Mimi baada ingia tu. Kwa nini nalewa? Mimi sinakunywa soda tu. Kwa nini yeye? Lakini mwingine aliamua kudhamiria kwamba sitajitia unajisi kwa kwenda baa. Yeye haendi. Kama wewe hauendi baa kwenda kunywa soda, kwako ni najisi, kwako ni machukizo, usifanye hivyo. Endelea kuishi hivyo, usiende. Wacha wengine waende. Haleluya. Haleluya. Usiige. Hata kama utaona mimi nakwenda mahali unasema mchungaji nenda, acha mimi niende, wewe usiende. Sikiliza kile Mungu anasema. Roho Mtakatifu, mahusiano ya wewe na Roho Mtakatifu ni ya kwako. Roho wa kwangu mimi ananiambia usiende baa. Usiingie kwenye siasa. Wengine mbona wanaingia
wanagombea udiwani ni wao, ila mimi siingii kwenye siasa. Haleluya. Sikwambii dhambi, ila nasema mahusiano yangu mimi na Roho Mtakatifu yananiambia huwezi kuwa mwanasiasa wakati unanitumikia mimi. Wewe ni baba wa vyama vyote vya siasa. Huwezi kuwa na chama, kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa. Wengine acha wawe, ila mimi siwezi kuwa mwanachama wa Chadema, siwezi kuwa mwanachama wa ACT Wazalendo, siwezi kuwa mwanachama wa chama tawala CCM, siwezi kuwa mwanachama wa chama chochote. Nina agano, naishi kama mnadhiri, nina agano, siwezi kufanya mambo ya siasa. Acha wengine wafanye, ila si mimi. Mahusiano yangu mimi na Roho Mtakatifu hayataki niwe mwanasiasa. Danieli akadhamiria moyoni mwake asijitie unajisi kwa chakula cha mfalme. Wengine walikula. Danieli alipenda kuwa Myahudi peke yake, walikuwepo na Wayahudi wengine, ila yeye alisema mimi nileteni mtama. Tuko pamoja, tuko pamoja. Haleluya. Hii ni injili iliyo hai, injili inayoweza kukubadilisha, injili inayoweza kukuinua, injili inayoweza kukupeleka mbali, injili inaweza kumfanya Mungu akaja kwako, akaishi kwako, akatembea ndani mwako, akaishi ndani mwake. Huwezi ukaogopa na chochote, kwa sababu ndani yako yuko Mungu. Haleluya. Kila mtu na ajiangalie namna anavyotenda. Kila mtu. Usije. Bwana asifiwe. Usije mtu mwingine. Jiweke wakfu, sema mimi naishi, nataka niweke agano na Mungu, agano la nadhiri. Mimi nitaishi kwa kufanya hivi, kwa kuishi maisha haya. Weka agano na Mungu mchana huu wa leo. Bwana asifiwe. Kuna nguvu katika kuweka agano. Weka agano. Agano unaweka wewe na Mungu. Unamwambia Mungu, Mungu, mimi nataka mwaka huu nitakuwa nafanya haya, nitakuwa nafanya hiki kitakachokugusa wewe Mungu. Nataka na wewe ufanye hili, ufanye hili, ufanye hili, ufanye hili. Yale mambo umeona ni magumu sana kwako, yamekuchelewesha, ni mazito, ingia agano na Mungu. Mungu ni Mungu wa maagano. Sema amen. Sema amen. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Nikusanyieni watakatifu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Dhabihu sio mpaka umetoa sadaka. Dhabihu ni kule umeamua kujitoa kama sadaka, kwamba maisha haya najitoa kama sadaka. Hiyo ni dhabihu. Haleluya. Agano ukiliweka na Mungu linakusaidia wewe wakati wa shida, wakati umebananishwa.
unamkumbusha Mungu, unamwambia Mungu, mimi ndiye ninayefanya hivi, mimi ndiye niliyefanya hivi. Nikumbushe, njoo tuhojiane, eleza mambo yako yote upate kupewa haki yako. Nikumbushe, agano linakufanya uwe na muda wa kumkumbusha Mungu juu ya maisha uliyoamua kuyaishi, juu ya utakatifu ulioamua kuishi, juu ya kila ambacho umeamua kukifanya. Agano. Ezekia alipoambiwa utakufa, akageukia ukuta, akasema Mungu, mimi ndiye, kumbuka niliyoyafanya, mimi ndiye, kwa nini nife? Mungu akakumbuka, akasema ni kweli. Akamtuma tena Isaya, akamwambia nenda kamwambie Ezekia na muongezea miaka 15 ya kuishi. Lakini mpaka Ezekia alipomkumbusha Bwana juu ya maisha alikuwa anaishi, juu ya tabia alikuwa anaifanya, aliamua kumtii. Ama kumtii Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amua kumtii Mungu. Kusiwepo neno dogo. Usiwe kama wale Mafarisayo. Yesu anawakemea, anasema nyinyi viongozi wa vipofu, mnachuja mbu na kumeza ngamia. Kuchuja mbu ni kupi? Yale madogo madogo wanayafanya, yale makubwa hawayafanya. Wanabagua, wanachuja mbu, wanameza ngamia. Lakini maana nyingine kuchuja mbu na kumeza ngamia ni pale mtu anajitahidi sana kutoa sadaka ndogo ndogo, zaka zile ndogo ndogo zile anajitahidi sana kufanya. Ile ni mtu. Ila ngamia subutu. Ngamia ni nini? Ngamia ni ile zaka kubwa. Umepata faida nyingi, umepata mshahara mkubwa, umepata pesa nyingi, sasa unatakiwa kutoa zaka. Ile kubwa ile ndio ngamia. Ndio ile ngamia na meza ila mtu. Maana yake mnakula ile kubwa, afu ile ndogo ndio ndio kumpa Mungu. Mnachunga na meza. Bwana msaidie. Bwana msaidie. Mimi nafundisha kutoa zaka. Naambia wao wamenifu. Sheria tunatoa zaka. Tunatoa zaka ni uchache tu. Kijana mmoja ananiambia, "Ila mimi mwanafunzi na wewe unatoa zaka." Kwenye mambo nikamwambia kutoa zaka, tutoe zaka kama sheria. Kutoa zaka kunatufundisha uchache. Kwa mtoto kwenye mapato yale, kwenye ile anayompa ya kula, ile mfundishe. Mwambie kwenye ile 1000 nakupa hii 100. Asipotoa kuna shida. Tunawafundisha hii 100 tenga ni zaka. Tunawafundisha kumcha Mungu. Wafundishe watoto wao katika njia ipasayo, na hata wakiwa watu wazima hawatasahau. Haleluya. Mama anamwambia mtoto. Juzi Manase anapata bumu. Na mimi nitaka nimwambie sana kule kwa mchungaji Yesu. Nikataka nimwambie kwamba kwenye hilo bumu umelipata. Ni kweli ndio natoa. Kwenye hilo bumu umelipata, huo mkopo uliopata huo. Nitaka nimwambie usisahau kutoa zaka. Lakini sikumwambia, nataka nisubiri tu. Mama yake ndio akampigia simu akasema, kwenye mkopo huo uliopata umetoa zaka huko? Akasema, mama, zamani sana nishatoa. Tunawafundisha babu wadogo. Nikamwambia wewe, yani usipotoa kuna shida, lakini unatoa
unajifundisha kumcha Mungu. Usipotoa mashine, watoto wenu wafundisheni kutoa. Ukiamua kumcha Mungu, iwe kubwa toa, iwe ndogo toa. Mungu akishaona kwamba kikubwa unakula, atakuwa anakupa vidogo vidogo ndio tutakuwa tunapata. Atakuja kukupa kipato kikubwa kwa sababu ni kubwa. Kitakutoa wewe. Milioni 5. Kama tujapata milioni 5. Ushapiga mahesabu hivi, milioni 5 zaka ni shilingi ngapi? Ni laki 5. Hujapata bado unaanza kuhangaika. Hivi nitatoa wewe. Mimi naweza kutoa. Haji. Ungako. Nanielewa? Amua kumgusa Mungu. Mimi ndio ujumbe wangu wa mwaka huu, amua kumgusa Mungu. Ukiamua kushika jumbe zingine za mwaka wa baraka, mwaka wa kibali, mwaka wa swahili, wewe shika za madhabahu zingine. Ila mimi hapa mguse Mungu, aguse. Baada ya hapo tusidaiane. Tutakuwa kuuliza, unamgusa Mungu katika lipi? Umefanya agano na Mungu katika lipi? Sijafanya agano lolote. Subiri kutwa ya Mwenyezi Mungu. Leo fanya agano na Mungu. Kama ulishafanya, nenda kaandike. Andika. Kama utachapa, chapa. Andika utamu. Weka kwenye noti kwamba mimi nitafanya haya, Mungu nataka ufanye haya. Au pale chini weka sahihi kwako kwamba haya ndio yanasema. Iwe mvua, iwe jua, iwe mchana, iwe usiku, iwe machozi, iwe furaha, haya nitayafanya. Haleluya. Kilichowafanya wanadhiri wawe na nguvu za Mungu ni vile walivyojiweka wakfu kuishi maisha matakatifu. Nguvu za Mungu zinaletwa pia na utakatifu tunaoamua kuishi. Usipoishi maisha matakatifu, nguvu za Mungu utazipata, utaigiza tu. Weka sahihi kwa nitafanya hivi. Mimi nilikwambia mimi nina mambo sana mazito. Nikamwambia haya lazima Mungu haya. Wewe Mungu wa maagano. Mimi kuanzia sasa maisha yangu ni kutokula. Mpaka umefanya hili. Na nimeona katika magumu yaliyokuwa yameshindikana, nimeona akiyafanya. Sitegemei kula leo wala kesho, nimeamua. Na hii inanisaidia kitu cha ziada ninachokipata. Kwa hivyo kitu cha ziada ni nguvu za Mungu nazipata. Kuwa na nguvu za Mungu ni kutafuna tukiona karanga, tamani, ukiona peremende, ukiona subini unakula, ukiona kitu gashata, unasema mimi nataka kwa mbili, ni kutafuna tu. Utakuwa unapiga porojo kila siku, lazima tutokee hapo mbele hapo. Tutokee. Nilipokuja kwenu sikuja na theolojia, sikuja na hekima yenye kushawishi akili za watu. Sasa nilipokuja kwenu, haleluya, nilikuja kwa dalili ya Roho na dalili ya nguvu.
kutoka Betheli mpaka Galilaya kilomita ngapi? Kutoka hapa Susebili maili ngapi? Hawasaidii watu, wasema toka huko. Wanataka kuwa na mashida kibao. Unaanza kuambia maili 2 siku Yesu akatembea siku kutoka Nazareti, akatembea siku maili ngapi? Mtu yuko anajaribiwa ni kiuno kimembana. Gongo liko hapa. Lakini hivi ninavyozungumza, kiuno mtu alikuwa anauma kiuno. Neno hili, haleluya, linavunja mifupa. Likija kwa mtu, kiuno kilikuwa kijakasa, kinakasa. Musa baba nitakufuata. Kijana Musa anambia baba, mimi nitakufuata, nitakuwa kama wewe. Fuata hiki kina moto. Ina isupu unaona inapika. Moto unapika supu. Wewe utakufuata. Jingine nitaeleza nguvu ya agano upande wa pili. Baba Mtakatifu, kwa muda huu wote, sijui ni muda gani nimesema kile ulichonituma. Nimewapa maelekezo watoto wako vile wanapaswa kufanya, vile wanapaswa kuishi, vile wanapaswa kuenenda, ili wakuguse wewe. Baba Mtakatifu, moja ya maelekezo ambayo Mungu amenipa ni watoto wako wafanye agano na wewe, na waozeshe mambo ambayo wanataka wafanyie. Na wao pia watakuwa na sheria, watakuwa na ahadi, watakuwa na masharti ambao watayaeleza kwamba mimi nitafanya hivi ili Mungu na wewe ufanye. Nimeelekeza wamenielewa. Ewe katika jina la Yesu Kristo, hakuna agano lisilokuwa na shahidi. Nami ni shahidi, nawe Mungu ni shahidi. Mimi ni shahidi kati ya wewe na watu hawa, kila mmoja ambaye Bwana ameweka agano na wewe. Mimi ni shahidi katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa maagano, kila mmoja ambaye anakwenda kufanya agano na wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwa namna yoyote Mungu ukaliheshimu hilo agano, na Roho Mtakatifu kamsaidie kila mmoja kuyafanya yale ambayo amedhamiria kwamba atayafanya pasi na kuacha, kama vile ambavyo mimi unavyonisaidia. Ninasafiri, ninakwenda kwenye vikao, ninakwenda kwenye sherehe, lakini natunza kila ambacho nilisema nitafanya, ili ya kwamba Mungu ufanye yale ambayo nimekutaka kufanya. Umenisaidia na Mungu umekuwa ukifanya, na naona dalili za kufanya mambo mengine, na mtoto wako Bwana ukawafanyia vivyo hivyo. Wewe ambaye ukasema nitieni watakatifu wako waliofanya agano nami kwa dhabihu, Bwana, na ukawaita watoto, ukawakumbuke, ukawatetee, ukawajibu yaliyoshindikana mwaka jana, kwa sababu Bwana amedhamini kukugusa na kuweka agano. Bwana Mungu kayafanye
na mwaka ule Bwana ukaili mwaka wa shuhuda, tukasikie shuhuda, tukasikie miujiza Bwana ikitendeka katika madhabahu hii, si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu Bwana watoto wako Mungu wameamua kujiweka wakfu na kuishi kama wanadhiri, wameamua kuweka agano na wewe ili Mungu ukafanye. Nami nakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo hai. Baba, nakushukuru. Amen. Naomba praise tuje hapa. Praise. Naweza kupiga magoti, piga magoti. Naweza kuinua mikono yako juu na mikono yako juu. Vyote unaweza kufanya. Wewe ingia rohoni. Fanya unasikia kufanya. Maana tunaingia rohoni. Mwambie Mungu. Tunaenda kumwambia uwepo wako uwe nami mwaka huu Bwana. Ni kweli amekuwa pamoja nasi miaka yote. Tumemuona akifanya na kitenda. Lakini tunatamani tuone Mungu akifanya zaidi mwaka 2026. Tutembee katika ile kauli mbiu ambayo baba yetu amekuwa akisema kila wakati. Tuone ukuu wa Mungu. Tuone tukitembea naye kila sehemu. Tuone baraka zake. Asante Yesu. Natamani uwepo wako uwe pamoja nami Bwana. Natamani usiniache. Hata nikiwa nina pesa nyingi, hata nikiwa mgonjwa siwezi kuinama, hata nikiwa mwimbaji wa kimataifa, hata ukinipa ndoa nzuri, natamani uwepo wako. Ibada zangu zitabadilika. Mimi
agano. Yeye ni Bwana wa maagano. Ingia agano na Mungu leo, agano ambalo utaliheshimu, agano ambalo utaliheshimu. Kama utakuwa unaamka usiku, mwambie Bwana, mimi nitaamka usiku, sitaacha kuamka usiku, sitaacha kuomba alfajiri, sitaacha kukesha, sitaacha ibada. Weka agano na Mungu, kila ambacho utaweza kufanya, patana na Mungu leo. Usiishi bila agano, usiishi bila agano. Agano litakulinda, agano litamkumbusha Bwana, agano litamfanya Mungu aje kwako. Weka agano. Kama uliweka agano na mashetani, kama uliweka agano na kipepo, ili agano nalivunja leo. Agano la ukoo ninalivunja leo. Agano liloingizwa, uliingizwa na mababu kwa njia ya ndoto. Ulipokea agano, uliingizwa kwenye agano. Ulikula vyakula kichawi, uliingizwa kwenye maagano. Naliondoa hilo agano. Ulivalishwa pete ya ndoa, pete ya ndoa katika riba Baba, katika jina la Yesu. Navunja hilo agano, navunja hilo agano. Agano la maskini uliloingizwa, agano uliloingizwa, agano la kutokuzaa, agano la kuachika, agano la laana. Nalivunja hilo agano, nalivunja hilo agano, nalivunja hilo agano. Weweka agano leo, weweka agano leo. Hilo agano na jini, huyo jini mahaba aliyefanya agano na wewe, alikuvalisha pete. Hiyo pete naiondoa, hiyo pete naivunja. Hilo agano nalivunja, hilo agano nalivunja. Agano la kutokuzaa, agano la kuharibu mimba. Mimba zinaharibika kwa sababu unaishi kwenye agano. Ufurahi ndoa yako kwa sababu na agano. Nalivunja hilo agano, nalivunja hilo agano. Agano, hilo agano la kuzalia nyumbani ninalivunja leo. Hilo agano nalivunja leo. Hilo agano kwa watoto wako nalivunja leo. Agano la magonjwa, weka agano, weka agano, weka agano. Mwambie Mungu, kwa ajili ya watoto wangu nitaishi hivi. Hilo agano litamgusa Mungu, hilo agano litamgusa Mungu. Agano, vunja agano. Agano na uliweka leo litavunja agano la kipepo. Agano, vunja agano. Kabla ya agano jingine lazima moja livunjike. Ndio maana wanandoa hawezi kuvunja ndoa, hawezi kufunga ndoa kabla ndoa nyingine haijavunjika. Lazima agano moja livunjike, licha agano lingine. Nami navunja hilo agano, agano la magonjwa, agano la magonjwa, agano la kisukari ninalivunja leo. Ukoo wenu unapata kisukari, hilo agano nalivunja. Navunja agano kwa watoto wako, nalivunja hilo agano. Agano la magonjwa linavunjika. Weka agano leo, weka agano leo, weka agano leo, weka agano leo. Mwambie Bwana, nitafanya hivi, nitaishi hivi, nitakutolea hiki, nitaanza kufanya. Weka agano. Agano litakusaidia, agano litakuokoa, agano litamkumbusha Bwana. Bwana atalikumbuka agano. Bwana lilikumbuka agano, akasema nimekumbuka agano nililofanya na baba na kina Ibrahimu. Nimelikumbuka agano. Mimi ni shahidi, sauti ni shahidi ya kwamba umeweka agano. Ilo agano kaliandike, ilo agano kaliandike, ilo agano ukiweza, ilo agano kalitolea sadaka kama alama ya kwamba sadaka hii ni ya ushahidi wa agano hili. Riko la masaka. Simama mahali tu. Inamisha kichwa chako. Riko Rama Saka, endelea kuwa rohoni, endelea kuwa rohoni.
Riko rama saka, usimzimishe roho wa Bwana, usimzimishe roho wa Bwana. Kama nalia ndani yako usimzimishe. Riko rama. Yoshua 24 mstari wa 25, Biblia anasema basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile, akawapa amri na agizo huko Shekemu. Yoshua akayaandika maneno haya katika kitabu cha Torati ya Mungu, kisha akatwaa jiwe kubwa akalisimamisha huko chini ya ule mwaloni uliokuwa karibu na patakatifu pa Bwana. Yoshua akawaambia watu wote, tazama, jiwe hili litakuwa shahidi juu yetu, maana nimesikia maneno yote ya Bwana aliyotuambia, basi litakuwa shahidi juu yenu, msije mkamkana Mungu wenu. Basi Yoshua akawaruhusu watu wakaenda zao, kila mtu kwenye urithi wake. Usije ukamkana Bwana. Ibada hii ni shahidi, ibada hii ni shahidi. Yoshua aliandika, nawe kaandike haya uliokubali ya kwamba utafanya. Umemwambia Mungu naye fanya haya, nenda ukaandike mwanangu. Rabo, ibada ya leo hii ni shahidi. Mimi ni shahidi leo. Usije ukamkana Bwana, wala Bwana hata kukana wewe. Nami nakwambia agano hili litamgusa Bwana, maisha yote yakutamgusa Bwana, naye atakuja kwako, atagusa maisha yako, ataligusa tumbo lako, akagusa mkono wa mkwewe na Petro alipogusa akapona. Atagusa kiungo chako, ataligusa tumbo lako, atawagusa watoto wako. Nenda ukafanye, usije ukamkana, naye hatakukana. Haya ndio Mungu amenituma kwako. Haya ndio maelekezo yangu ya Mungu kwenu, nasi kama kanisa la mahali pamoja. Mwanzoni mwa wiki hii ya mwaka, Jumapili ya kwanza, nimshukuru Mungu. Mungu ametutendea mambo mengi mwaka jana. Mimi na mke wangu kwanza nilibatizwa hapa. Baada ya kubatizwa tu na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nikapata ndoa nzuri sana iliyofana hapa tarehe 25. Na nimsimama hapa pia. Baada ya kupata ndoa tu, mambo ya uchumi yakaanza kufunguka. Mimi pamoja na mke wangu tulikuwa tuna mkopo tunafuatilia wa serikali. Vikundi vilikuwa vingi sana kuanzia mwezi wa 4 ule, vikundi vingi, na vingine viliachwa miaka 3-4 iliyopita, lakini sisi tumefanya ndani ya miezi 5 tu na tukabahatika kupata hiyo pesa.
bila kutoa chochote na tumemshangaa Mungu sana, na ndio maana sikupenda nisimame hivyo, lakini mke wangu akaniambia hapana, hili sio jambo la kukaa kimya, kwa sababu vikundi Chamanzi tu ni vikundi 700, sisi tukiwemo. Vimepita vikundi sijui 21 nakumbushwa hapa, na Mbande yetu hii vikundi 4 tu ikiwemo, na vikundi vingi sana, wengi sana ambao walitakiwa wapokee pesa ile miaka 4 wakaambiwa utapokea mwaka unaokuja, wakaachwa. Sisi ni nani tusimshukuru Mungu? Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa Mungu alivyotutendea mwaka jana, ambayo haikuwa rahisi kwetu, lakini Mungu amefanya. Ndani ya miezi 5 watu wanahangaika miaka 4 5. Pia namshukuru Mungu kwa haraka mwaka jana nilipata bahati ya kuhudumu hapa, nikapiga injili zangu mbili tu zenye kuleta matokeo, na nisiseme sana kwa sababu matokeo mliyaona wenyewe. Kaburi limekuwa na nani pale na vumbi. Namshukuru Mungu, tumeanza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Namshukuru Mungu. Pia niliona hata injili na baba, na kushukuru kwa kuwa nimeona, na leo nimeandaliwa somo. Mwandaaji wa somo wenzangu kaandaliwa somo leo. Kwa hiyo namshukuru Mungu, mchungaji wangu umeniandalia somo leo, na nikipata nafasi na mimi naendelea kuandalia watu somo. Asante, nashukuru. Barikiwe sana.